wana uhusiano mzuri kati yao na wao. They were related with one another. Kwa hiyo na uhusiano mzuri wao kwa wao, ndio maana unapata neno koinonio. Wana uhusiano mzuri, akiugua huyu nimeugua mimi, akipata hasara huyu nimepata hasara huyu, akifanya hivi. Sisi saa nyingine hata ukisikia mtoto wa fulani tu amepata ajira na wewe wa kwako hajapata ajira, uone kama hiyo ni habari nzuri ya kushadadia. Yaani wewe ni kama unataka wa kwako ndio asipate, eti ndio maisha haya. Ukisikia amefaulu mtihani na wewe unaona shida kabisa kwa kuwa wa kwake ndio amefaulu. Ukisikia yule ndio ameolewa na wa kwako hajaolewa, ni kama unataka kwa sababu hiyo ni familia ya imani katika maisha ya kawaida tu haya. Kwa hiyo tunatazamia kwa maisha ya kawaida akipata uwezo kwa maana na maisha ni nafuu kwa kanisa zima, nafuu kwa utume, nafuu kwa mtu mmoja atakayepata shida katika uhitaji wake. Mtu akifanikiwa kiuchumi, sisi wote tunapata tufurahi kwamba huo uchumi aliofanikisha, kesho mmoja akikwama, mmoja atafanya hicho. Kwa tukisema tunajenga kanisa tunahitaji nondo, tunajua wataleta nondo, wako watakaoleta nondo, wako watakaoleta nguvu zao, wako watakaoleta mahindi watu wale, wako watakaofanya hiki. Tunajua hicho kinawezekana. Wakiwa na afya nzuri, ni afya nzuri kwa familia yote ya Bwana. Maisha ya binafsi yatatumaliza kwa sababu yanaongozwa namna hiyo, kwa kuwa Roho Mtakatifu hayuko. Ndivyo ninavyozungumza. Na ndio maana mpaka imetepelekea baadhi ya watu wanasema ukitaka upate shida utumie huyo anayeitwa Mwadventista. Mimi nasema huyo sio Mwadventista, huyo hatakuwa ni Msabato. Mwadventista ita anakuibia simenti. Hamna. Mwisho wamebaki wanasema mwaminifu fundi tu ni kinyozi. Hata kinyozi sio mwaminifu, ni kwa vile huwezi kumwachia kichwa uje ukipitie baadaye. Ungekikuta amekipaki. Ni kwa vile uwezo hana. Msiwape sifa ambazo hujazikagua vizuri. Ni kwa vile huwezi kuacha kichwa, ninaenda sokoni, nitarudi muda ulioniambia. Ungelikuta amekipanga, hakijanyolewa. Kwa hivyo wakati ulimwengu nao una shida hizo, sisi hatupasi kuwa na upande huo. Watu walikuwa wanafanya kwa furaha na moyo mweupe. Ndivyo inavyotaja maandiko matakatifu. Hawana kinyongo na mtu. Ndio maana hatua mojawapo ambayo Roho Mtakatifu anatupatia ni namna ya kutoa msamaha na namna ya kusamehe, kwa sababu hatupasi kuwa na adui yeyote. Kama nina adui, huwezi kuwa na moyo mweupe. Vinginevyo unapeleka mkono tu baada ya ibada pale mlangoni, unakenua meno, lakini moyo haukenui. Na umeamua kukutana nao moyo namna hiyo, na unadhani utatokea siku moja uamke ukuta umerainika. Haurainiki kwa matukio hayo. Ni maamuzi ya dhati kwamba penda familia ya imani kama Yesu anavyoipenda. Na ndio maana anasema ni mboni ya jicho lake. Yaani pamoja na hayo yote tuliokuja nayo, yaani sikiza ndugu zangu wapendwa, sio kwamba hili kanisa lilikuwa lote ni perfect. Ni watu wametoka kwenye background tofauti, wana umri tofauti, wana agenda tofauti, na wametoka kule, lakini mbona sikiliza, kulikuwa na ile overall knowledge. Walikuwa wote wana kiu ile, Roho Mtakatifu akiwa pamoja nayo. Yaani hivyo vitu ambavyo vilikuwa vitofauti vidogo vidogo tu vya namna hii havikuingilia kati maisha yao. Na Biblia inaeleza ya kwamba kwa moyo mweupe na kwa furaha wanaweza wakatembeleana, wanaweza wakafanya hivi. Leo swala la kutembelea ni la viongozi. Biblia haisemi ni la viongozi, linasema ni la waumini. Hicho. Kwa hiyo mtu akiugua kiroho, tunaugua wote. Sio unajua mtu ameugua pale, viongozi wanaona tu, wewe ulikuwa uone. Wewe unaosema wazee wa kanisa sijui nani waje waketi kwenye baraza, unajua mambo yanaendelea ndivyo sivyo, wao wamekaa tu. Wewe unayejua, tuambie ulichofanya.